Salamu alaikum ndugu zangu wanahabari wenzangu, habari za siku, kidogo hatujakutana kwa muda. Kwanza tuseme alhamdulillah kwa leo kuwa hapa na nyinyi, lakini pia tumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia mimi kuteuliwa na serikali yangu chini ya kiongozi wetu mkuu wa michezo Mheshimiwa Waziri Paul Christian Makonda kwa msemaji wa timu za taifa, na akielekeza nifanye kazi zangu chini ya Baraza la Michezo la Taifa ambalo leo namuona hapa msemaji wa baraza yupo. Nilipigiwa simu na Mheshimiwa Paul, nadhani ilikuwa Jumatatu, akaniambia nimeona nikuteue uwe msemaji wa timu za taifa. Naamini, akanambia, uwezo wako na kujua nataka uzisemee timu za taifa katika matukio yanayozihusu timu zetu hususan za soka. Sasa of course nilipigwa kama na gumbizi la sekunde chache, kwa sababu sikutegemea kupata appointment ile, na nilikuwa nimekaa na wife nyumbani. Nikamwambia niseme kitu kimoja tu cha kwanza, alhamdulillah, lakini niseme yes, nimekubali na hii ni heshima umenipa, na nikamwahidi kwamba nitaifanya kazi kwa uaminifu, uadilifu na weledi mkubwa kwa kile ambacho serikali inakitarajia kutoka kwangu. Kwa hiyo akanambia subiri mchakato tukamilishe, baadaye tutakutangaza. Na jana akanipigia kwamba tunakutangaza rasmi, na nikashukuru, na baraza pia limenipigia kwa maana ya katibu mkuu, nimezungumza naye, waziri wetu mdogo kwa maana naibu waziri Mheshimiwa Khamis Mwinjuma, nimezungumza naye akinitia nguvu. Lakini hata leo hii wakati nakuja huku nipata maelekezo ya katibu mkuu wa wizara kakaangu Gerson Msigwa kuhusu press hii na mambo mengine. Ndugu zangu wanahabari, sio kazi rahisi kama wengi wanavyodhani. Kazi hii ni ngumu kwa sababu inahitaji utumie maarifa makubwa kurudisha au kuhuisha mapenzi ya watu kwa timu za taifa, mapenzi ya Watanzania kwa timu zao za taifa. Uzuri wake, mimi Mheshimiwa Makonda wakati akiwa mkuu wa mkoa alichaguliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya ushindi ya timu ya taifa. Ilikuwa na wajumbe wengi, kina Ghalib Said Mohamed, Bagoza, Mohamed Nasor, Magori, Mohamed Deuji na watu wengine, Hersi, na mimi nilikuwemo katika ile kamati. Tulikuwa kama watu 9 hivi. Lakini katika ile kamati wakaniteua kwa mwenyekiti wa kamati ndogo ya hamasa ya timu ya taifa, na wakati ule nilikuwa msemaji wa Simba. Tulifanya kazi vizuri sana na Mheshimiwa Makonda kwa sababu tulikuwa tunafanana approach zetu, hasa kwenye eneo la hamasa. Watu wengi wanadhani hizi anazozifanya sasa hivi Mheshimiwa Makonda amezianza sasa hivi. Wakati alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya timu ya taifa ya ushindi, nakumbuka mechi ya mwisho tulicheza na Uganda the Cranes. Ile ndio mechi
katika kumbukumbu zangu iliyojaza mpaka zile ngazi pale Benjamin Mkapa hazikuwa na mahali, na tulikuwa tunafanya mikutano mingi kama hii na waandishi mliokuwepo wakati ule, Serena, Hayati, mara TFF, Kidau alikuwa kutungia na ndani mikutano kule Seacliff, kuleta hamasa. Tuliamsha sana. Hata wakati tunakwenda kwenye ile mechi yenyewe, tuliondokea Serena na wasanii na waigizaji na nini, mabasi kaongozana na Mheshimiwa Paul, tukapanda naye kwenye basi, kaacha gari yake regional commissioner paka pale Mkapa, tukawafunga goli 3 tukafuzu, na tukashirikiana vizuri kamati ile kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri kule Egypt 2019. Kwa hiyo anafahamu, na mimi nilikuwa na utaratibu wakati ule wa kuwatumia sana public figures kuweza kusaidia hamasa, sio tu kwenye timu ya taifa, hata wakati nilipokuwa Yanga au Simba, wale watu maarufu wakiwa wapanzi wa Yanga wa Simba, nilikuwa nataka nao waione ni sehemu yao. Hasa pale nyumbani kwangu, Mheshimiwa Makonda wakati mwingine anabeba tufanyaje, anabeba sasa nataka niite wasanii wa film au wanamuziki, Alikiba, si Diamond, kwa sibagui sichagui, na Juksi, si Naomi Dimples, tunaandaa pale malanchi na choma mbuzi. Wale wakitoka pale na wapa agenda na JB Kigosi, agenda to push timu ya taifa, tuseme kuhusu timu ya taifa, post zote kina Jokate hawa Wema si wote, Aunt Ezekiel wote. Ilikuwa njia iliyofanya kila mtu aione timu ya taifa ni yake. Sasa expectations za Mheshimiwa Waziri ni hizo, kurejesha hamasa, si kwamba haipo, lakini ni kuiboost zaidi. Kazi kubwa inafanywa na baraza, kazi kubwa inafanywa na TFF, lakini anataka tuongeze nguvu kuisemea timu ya taifa, kuibrand timu za taifa, kufanya kila Mtanzania aone timu ya taifa ni yake. Timu hizi za taifa zinatuondolea tofauti za kikabila, zinatuondolea tofauti za kidini, za kikanda, za eneo tunalotoka, za rangi, za jinsia. When it comes kwenye national team, kila kitu kinakuwa kiko pembeni, maslahi ya nchi yanawekwa mbele. Tunaweza tukatofautiana hata kimitazamo ya kisiasa, lakini timu ya taifa ikicheza, maana yake fahari ni kwa Watanzania wote bila kujali itikadi zao, na ndicho tunachotaka kwenda kukifanya. Hata bagua mtu. Mimi napenda kushirikisha. Style yangu ya ufanyaji kazi ni kumshirikisha kila mmoja. Sababu kila mmoja hapa ni Mtanzania. Kila mmoja ana nafasi yake katika kuboost timu za taifa. Kazi kubwa inafanywa na Yanga, kazi kubwa inafanywa na Simba, tutawatumia effectively maafisa habari wa pale na watu wao hamasa. Sababu nao ni sehemu ya Watanzania. Lazima tushikane mkono. Inapokuja tu timu ya taifa, iwe Serengeti Boys, iwe under 20, iwe timu senior, iwe za wanawake, iwe yoyote ile. Nchi za wenzetu, hata majirani zetu, Uganda, inapocheza the Cranes, hakuna kitu kingine. Nchi inasimama inashughulikia the Cranes. Hawaangalii itikadi zao za kisiasa. Mbona kuna wakati the Cranes ilikuwa inacheza, Bobby Wine, mgombea urais, akaungana na Waganda wenzie bila kujali mambo ya usiasa, kenda kusupport timu ya taifa. Even Kenya, even Congo. Hasa sitajisikia vizuri nikiona timu ya taifa haiwekwi mbele
tuendelee na ushabiki wetu, kwa sababu ndio hulka zetu, lakini timu ya taifa iwe above hizi clubs. Ndio wenzetu wafanya. Egypt kuna upinzani mkubwa wa clubs kuliko Tanzania. Zamalek wakicheza na Al ni kitu kingine. Even Morocco, Raja wakicheza na Wydad ni kitu kingine. Lakini when it comes kwenye national team, kila mtu anasahau Wydad wake, Zamalek wake, Ahli wake, anashughulikia timu yake ya taifa au timu zake za taifa. Na ndicho alichonielekeza Mheshimiwa Waziri, kubrand timu za taifa. Sina njia nyingine yoyote ya kufanikisha matarajio ya serikali bila support yenu. Sina. Siwezi kutoboa. Bila nyinyi sitoboi. Nitafanya media tour. Nitakwenda kila kituo cha habari, iwe online, iwe TV ya kawaida, iwe radio, iwe magazeti, kuhakikisha timu ya taifa inatajwa tu. Kwanza tuzitaje. Tunakwenda kuandaa AFCON. Dar es Salaam ndio opening ceremony. Game ya kwanza itachezwa Benjamin Mkapa. Tuanze kuchangamsha. Jana nilikuwa naongea na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji Dar es Salaam, na bahati mimi ni mwenyekiti wa kamati ya mipango miji pale. Bana, sasa tuanze kuweka mabango sasa. AFCON 2027 naweka pale mitaani, airport wapi. Yaani mtu akiingia tu akishuka juu hapa mwakani kuna pigwa hapa. Nchi Dar es Salaam ichangamke, Zanzibar pachangamke, Arusha pachangamke. Kila mtu ajue kuna AFCON 2027. Leo kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hili, timu yetu inakwenda kucheza AFCON finals. Haijawahi kutokea. Serengeti Boys wameingia fainali. Mbona jana kidogo hamasa mtandaoni, leo watu wamefurahi sana. Kwa jana natoka Wasafi, nikasimamisha gari, nikamwambia driver simama kwanza niangalie hizi penalty. Maana nimefika nikuta makelele. Lakini ile mtaani unaona amsha watu. Kwa watu wanapenda timu za taifa. Kila mtu pale wamekaa watu kwenye sehemu tu hivi. Hawaangaliani kabila, huyu Mchaga, huyu Mnyakyusa, wote ni pale tunakuwa Tanzania. Sasa AFCON tumeingia finali. Tunakwenda World Cup Qatar ya vijana. Sio kitu cha rahisi, yani msichukulie hichi kitu ni cha kawaida. Hata majirani zetu wanastuka. Kuna investment imefanywa kwenye mpira kubwa. Mheshimiwa Rais ameinvest ili taifa lolote lifanikiwe kwenye sekta ya michezo, hususan football. Lazima, hasa ya Kiafrika, lazima kuwe na mkono mkubwa wa serikali. Jenge viwanja, infrastructure, iandae tournament makubwa kama AFCON, ipeleke timu, igharamie gharama za mishahara ya technicians. Na anafanya hivyo Mheshimiwa Rais Samia. Ndio umeona haya mafanikio yanakuja. Na nakwambieni, huu ni mwanzo tu. Huu ni mwanzo tu. Kwa aina ya utendaji kazi uliopo hivi sasa serikalini, hususan Mheshimiwa Waziri, naibu wake na watendaji wake wote wakiwemo baraza, naiona Tanzania inakwenda kutimiza ndoto za kila mpenzi wa mpira, ndoto za kila mtu wa taifa hili. Naiona nchi inachanua. Naichungulia World Cup ijayo. Naichungulia. Yaani naiona, naichungulia, naivizia hivi, nailia timing. Naiona. Nyie hamwezi kuelewa leo. Lakini mimi naiona World Cup ijayo hii. Sijui. Kama tunakwenda kucheza World Cup ya under 17. Baada ya miaka 4 hawa watoto wa leo watakuwa na miaka 21.
ukichanganya na hawa Ngorongoro, ukichanganya na hawa waliokuwepo kina Fei, hey, anything can happen. Na sasa kwa sababu tumekuwa na utamaduni wa kufuzu AFCON kila mwaka, maana ili ufanikiwe lazima kwanza ushiriki mashindano ya AFCON mara kwa mara, na sasa imekuwa ni utamaduni wetu. Tuombe salama, tuendelee. Mwakani tutacheza, itakayokuja tucheze, basi kuna siku tutakwenda World Cup. Talent zipo nyingi. Nani kasema Tanzania hakuna talent? Zipo, ni kuzibua, kuzipa fursa. Jana mpira mkubwa sana, mimi nikafanya marudio, nikauangalia ule mpira, nikasema mbona naiona World Cup 2030? Hadi kuwafunga sisi Egypt kwenye level ile. Piga pale goalkeeper ule saves zilizofanya, angalia penalty ile ya mwisho alipokwenda, timing kenda kama kulia kenda. Sasa hii kubwa sana, msichukulie poa. Mbona jamaa wananiandikia bwana, unajua msianze kwenda kupeleka, yani mkaleta siasa, tufanye siasa. Mimi hata nimeongea na katibu mkuu, hataki pressure, hatoi pressure yote kwa Serengeti Boys. Wamefika finali, taacha wacheze, sisi kazi yetu ni kuombea. Hatupeleki pressure. Of course wakishinda, hata ikitokea bahati mbaya na Mungu aepushie mbali, wakaishia hapo finali, serikali haiwezi kuacha. Serikali ya Dr. Samia haiwezi kuacha, tafanya jambo. Lakini sasa hivi hakuna ahadi, tunakwenda bila pressure. Wamefuzu finali, wametutoa nchi kimasomaso, na sio nchi tu, Afrika Mashariki na ya Kati wameibeba. Vijana wadogo, skills, timu inanyang'anya mpira dakika zote. Hawakuruhusu, wanacheza Kijerumani, ushafika. Ona energy. Na Mheshimiwa Waziri amenielekeza pia niwaambie, ameongea na waziri mwenye dhamana ya TAMISEMI kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, akimuomba awaelekeze wakuu wa mikoa wote wa Tanzania waweke katika miji yao mikubwa big screens kwa ajili ya fainali ya Jumanne. Watu waangalie fainali. Na hapa Dar es Salaam tutaweka hapa big screen. Mkoani tutaweka mikoa yote, Mwanza, Mbeya. Watu watazame. Tunachoomba nyinyi ni dua. Hebu fikiri, timu imeshinda ubingwa wa AFCON under 17. Pale kipawa patakuwaje? Hebu nyinyi mshapata picha. Yani patakuwaje ile amshamsha? Ni kubwa. Tafanya parade. Sasa level ya parade sio za club peke yake. Parade itakuwa taifa. Ndipo tunataka kupeleka nchi sasa. Parades. Kuna Yanga Day, Simba Day, sasa kutakuwa na Taifa Stars Day. Kudadadeki. Kutakuwa na amsha ambayo nyinyi hamjapata kuiona. Waziri Makonda mnamjua, ni hana jambo dogo. Alafu kachukua upele kanikabidhi. Kucha nazo. Kwa hiyo sisi tunachotaka kufanya ni kuendeleza kazi nzuri iliyofanywa na TFF, kazi nzuri iliyofanywa na baraza, kazi nzuri iliyofanywa na wadau. Mimi ombi langu ni moja tu. Peke yangu siwezi. Najua wengi mmenisupport, mmeandika vizuri kuhusu uteuzi huu, lakini siwezi peke yangu. Mimi sina miujiza. Mimi nitawashirikisha, mnikosoe, mniambie, mnielekeze, nipe njia. Sababu ile timu ikifanikiwa sio Makonda, wala sio msemaji wa BMT, wala sio Haji Manara, wala sio Karia, yetu sote. Hapa kuna Croatia au kuna Venezuela, wote wa Tanzania.
Mimi naomba sana, leo nimekuja kuwaomba support yenu, ndio agenda yangu. Leo nimekuja kuwaomba mchango wenu. Mbona kuna mahali watu wameandika sasa Clifford kazi yake. Kwanza mimi na Clifford wengi hamjui hapa. Mimi na Clifford tumefanya kazi miaka mingi. Rafiki yangu kweli kweli. Ni ile tu mambo ya huyu yuko huku anataraza zake na huku anataraza huku. Mimi nikiwa mtangazaji Radio Huru, yeye mtangazaji Magic. 20 years back labda huko au zaidi. Asubuhi saa 3 kijiwe chetu, saa 4 maelezo pale. Wakati waandishi wote tunakutana maelezo pale. Rafiki yangu tunakwenda wote kutafuta story. Tunatumia wakati ule kwa na vitu vya kitonge. Sio hizi watoto siku hizi mna mambo ya kidigital. Una record hivi unaenda unanyonya. Na tumefanya kazi nikiwa kwenye kamati ya hamasa kimataifa kwa ushirikiano bila kuingilia majukumu yake, na nitafanya hivyo hata sasa. Ni ndugu yangu, ataendelea majukumu yake bila kumuingilia. Tutagawana hili, semea wewe, kama tulivyofanya wakati ule wa hamasa. Unaona watu mahali unajua, hapana. Clifford ni ndugu yangu, rafiki yangu, tashirikiana na nitapokea maelekezo yake, nitapokea maelekezo ya baraza. Mimi nitakuja kusema yale ambayo baraza limenielekeza kupitia TFF. Si jina yangu. Labda mimi nitakuwa na ubunifu katika mambo ya hamasa na nini. Msemaji wa timu za taifa ambaye nitafanya kazi kwa miongozo ya baraza. Nitaongeza tu chachu. Hashim Ibwe, Zaka, Sarenga, Alikamwe, Ahmed Ali, hawa wote nitawacombine. Tunawahitaji wote hawa. Wote wana mchango wao. Wote, kila mmoja katika nafasi yake. Sasa mimi nimalizie kwa kuwashukuru. Tena na tena, lakini nakumshukuru sana Mheshimiwa Waziri. Heshima kubwa amenipa. Heshima kubwa ameitendea football. Lakini heshima kubwa ni kwa Tanzania wenzangu. Tanzania kwanza. Hata nilipokuwa msemaji wa Simba, wa Yanga, nilikwepa sana kuzungumzia vitu technical. Yani hayo ni masuala ya kiufundi, wanatakiwa wajibu coaches. Kazi yetu sisi, sio kazi yangu, yetu. Napenda kutumia yetu sisi. Ni kuhakikisha hamasa inakuwa kubwa. Wachezaji wakishaona hii amsha, ule upiganaji wao ndani ya uwanja unaongezeka maradufu. Wakiona washabiki pale 60,000, hamasa inakuwa kubwa sana kwao ndani ya uwanja. Mimi nakumbuka kuna mechi wakati ule nilikuwa Simba. Siku tena siwezi kuita ile jina langu la utani. Sasa tumecheza na Nkana wakati ule, Nkana the Devils. Mpaka half time nadhani ilikuwa 1-1, kitu kama hivi. Ilikuwa 1-1? 2-1, yes. Tunahitaji goli hili. Sheria haziruhusu mtu ambaye sio technical kuingia changing room. Lakini wakati mwingine ile spirit niliyokuwa nayo nilivunja sheria. Nakumbuka Kamisawa alikuwa Mganda, akaandika kabisa kulalamikia kwa CAF kwamba nimeingia changing room. Unajua nenda kuambieni wachezaji, mnaona washabiki, kocha ameongea, afu nikamwambia mnaona washabiki wako ngapi? 60,000. Hawa wataondokaje kama nisipopata goli la 3? Mnajua athari yake. Nikawazungumzia, sio kuzungumza mambo technical, nimekukumbusha
kuna watu 60,000 hapa wanataka goli moja tu waende group stage, wanataka goli hili. Ile inaongezea spirit. Nakumbuka Chama akanambia, brother, kakae jukwani tunapata goli. Kakae. Mimi kwa kitete changu sikukaa jukwani, nikatoka nikachukua gari huo nikawa nazunguka tu mitaa ya pale Benjamin Mkapa, nazunguka. Goli la 3 nakutana na Madi mlangoni. Maana nimesikia kelele kwa sababu nirudi. Nakutana Madina anatoka. Sasa Madina najua ni Yanga. Kwa hiyo nikasema huyu anatoka huyu. Basi nikaingia ndani, chuma cha wamepata. Kwa hiyo kuna wakati nguvu ya washabiki kwenye mpira inaongezea fighting spirit wachezaji wanaokuwa uwanjani. Yani usione wenzetu wana invest sana siku hizo. Toka lini timu zikawa na wasemaji? Toka lini kuna kamati ya hamasa? Tuna mazingira tofauti. Na watu wanaosema hivyo hawajui. Kila nchi na staili yake ya kuhamasisha. Mimi nimehudhuria AFCON nyingi, nimehudhuria World Cup, nimekwenda mashindano makubwa. Kila mahali matangazo yanakuja ya kuhamasisha. Watu wanunue tickets. Leo hamwezi kujua tickets za finali ya kesho PSG na Arsenal zimeisha wiki 3 nyuma. Sio kwamba watu walinitaka kununua, kuna watu walipromote hiyo kazi. Na ndio kazi ndio kufanya. Ni promotion. Msikati tamaa, timu ikifungwa, kwa sababu hatuwezi kushinda milele. Hatuwezi. Lakini sisi sio kisiwa kwamba tutakuwa tunafungwa tu. Sasa it's our time ku prove kwamba tuna talents, tumewekeza hela, kuna hela nyingi imewekwa. Unajua mimi nimekaa kwenye mpira muda mrefu. Mimi sijaye kuna ndege ya serikali, inachukua klabu ya mpira inapeleka, inachukua timu ya taifa. Ndege ya serikali. Rais anaidhinisha. Hajafanya rais yoyote. Kuna investment, passion ipo kutoka kwa head of state. Kuitwa Ikulu sasa hivi ni kitu cha kawaida tu. Paka siku moja nimeona Mkenge Ikulu na Musuni. Naye kavamia shughuli ya timu ya taifa. Kaja kula ubwabwa wa Ikulu. Maana yake ni kwamba kuna passion. Kuna political will ya rais kwenye jambo hili. Haya, tumuunge mkono. Tumuunge mkono. Angalia viwanja yanayojengwa. Unajua gharama ya kuandaa AFCON? Unajua gharama ya kuandaa AFCON? Bila political will ya head of state tungeandaa? Sio kitu cha mchezo. Sio kitu cha mchezo. Alafu wenzetu, waandaaji wenzetu, miji yao ni mmoja, Nairobi na Kampala. Sisi tuna Arusha, tuna Zanzibar, tuna Dar es Salaam. Wenzetu wanaandaa Nairobi na Kampala. Sisi tuna Arusha, tuna Zanzibar, tuna Dar es Salaam. Pato utakaloingia kutoka watu watakaojazana hapa Dar es Salaam, yara utana hii itakuwa. Ukiwauliza hapo management, waweza kuambia ishachukuliwa hii na timu za taifa. Waulizeni hao. Watakwambia ishachukuliwa. Nenda hizo hoteli nyingine kubwa. Dar es Salaam tuna bahati. Niliwaambia wenzangu juzi kwenye baraza madiwani, tuna 5-star hotel hazipungui 5.